Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam kwa kushirikiana na wananchi, lakini vyombo vingine vya dola linaendelea kuimarisha usalama na linapenda kutoa taarifa kwamba usalama kwa wakazi wa jiji la Dar es Salaam na jiji kwa ujumla liko shwari. Lakini polisi Dar es Salaam inatambua kuwa tarehe 31 mwezi Machi au tarehe 1 mwezi Aprili mwaka huu wa 2025, kutegemea kuandama kwa mwezi, kutakuwa na sikukuu ambayo inaambatana na shamra kwa ajili ya siku ya Idi. Kutokana na umuhimu wa sikukuu hiyo, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam limewekea uzito sikukuu hiyo na limeimarisha usalama katika maeneo yote ya jiji la Dar es Salaam. Maeneo yote ya fukwe yatakuwa na ulinzi wa kutosha, lakini pia kwenye mitaa yote ya katikati na pembezoni mwa jiji usalama utakuwa umeimarishwa kwa kiwango cha juu. Malengo makubwa ni kuhakikisha kwamba sikukuu hizi na wanaosherehekea wanasherehekea kwa amani lakini utulivu, ili sherehe ziweze kwenda vizuri. Hata hivyo, Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam halitasita kuchukua hatua kali za kisheria kwa dalili zozote za vitendo ambavyo vitakuwa vinataka kupelekea kutendeka kwa makosa ya kijinai, lakini pia kutendeka kwa makosa ya usalama barabarani. Kwa hiyo jeshi litachukua hatua za haraka kwa madereva wote wa vyombo vya moto wenye tabia ya kupuuza na kukiuka sheria za usalama barabarani, ambavyo mara kadhaa vinasababishwa na madereva wa vyombo vya moto ambao hupuuza au kutozingatia sheria za usalama barabarani. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linatoa wito pia kwa wazazi na walezi wa watoto kutowaacha watoto kwenda katika kumbi na maeneo mengine mbalimbali ya starehe bila kuwa na uangalizi, kwani kufanya hivyo kunaweza kupelekea watoto hawa wadogo kupotea au kupata ajali au kufanyiwa vitendo vinavyoweza kuhatarisha afya au maisha yao. Tunasisitiza watoto wasiachwe peke yao, kutembea peke yao bila uangalizi, ili kuepukana na ajali au mambo ambayo nimeeleza ambayo yanaweza kusababisha madhara kwa afya zao au kupata ajali au kupotea. Jeshi la Polisi Kanda Maalum ya Dar es Salaam linapenda pia kutoa taarifa kuwa limemkamata mtu ambaye amefahamika kwa jina la Elia Asule Mbugi maarufu kama Dogo Bata. Huyu ni Mnyakyusa mwenye umri wa miaka 25, alikuwa ni mkazi wa Segerea na alikuwa akiendesha gari namba T 580 EAE aina ya Tata daladala, ambaye alitoroka mara tu baada ya kusababisha ajali iliyosababisha kifo cha Superintendent wa polisi Awadhi Chiko, ambaye alikuwa ni mkuu wa polisi wa wilaya ya kipolisi
ya Chanika Ilala jijini Dar es Salaam. Mtuhumiwa huyu alikamatwa tarehe 27 mwezi huu wa Machi mwaka 2025 baada ya kuwa ametorokea eneo la Mbalizi mkoani Mbeya. Makachero wa kanda maalum ya Dar es Salaam walifuatilia nyendo zake na hatimaye kufanikiwa kumtia mbaroni na kumrejesha jijini Dar es Salaam, na jeshi litafanya kazi ya haraka kuhakikisha kwamba anafikishwa mahakamani haraka iwezekanavyo.